Mheshimiwa Waziri na viongozi wote wa meza kuu, kwanza ni ungane nanyi kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukutana katika hafla hii ya kushuhudia uzinduzi na makabidhiano ya miundombinu ya utalii kwa ukanda huu. Lakini kabla sijaendelea, niruhusu nipate kumsikia mwenyeji wetu mmoja, kama diwani wa eneo hili yupo. Mheshimiwa diwani yupo? Karibu Mheshimiwa diwani, utuambie yale ya wananchi wa hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ndio diwani wa hapa, kwa jina naitwa Saidina Kibwana Malenda. Nashukuru kwa fursa hii ya kunipa niweze kusema machache. Kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwapongeze Wizara hii ya Maliasili kwa jitihada zao za kuimarisha hii miundombinu, na sisi kwetu inatupatia ajira. Na mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla sijaingia kwenye siasa, nilikuwa kwenye sekta hii ya utalii kwa miaka 19. Kwa hiyo najua umuhimu wa kuhifadhi, kutunza na namna ya kutumia. Lakini sisi kama wananchi wa kata hii ya Mwaseni, kwa namna moja au nyingine tumefaidika na hii hifadhi, kwa maana tuna vikundi vya kokoba ambavyo TANAPA wanavifadhili. Kwa hiyo wananchi wetu wanapata cha kupata. Lakini ukiondoa na mambo hayo ya utalii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi binafsi nikukaribishe sana kata hii ya Mwaseni. Lakini pamoja na mambo yote hayo mazuri tunayoyapata, sisi tunakuahidi tutashirikiana na hifadhi kuilinda miundombinu, lakini kuilinda hifadhi yetu ya Mwalimu Nyerere. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila penye mambo mazuri basi changamoto zipo, na ukikutana na mkubwa basi useme yote. Nitumie fursa hii Mheshimiwa Waziri Mkuu kukuomba mambo mawili. Jambo la kwanza, kwa namna ya bwawa letu la Mwalimu Nyerere, kama itakupendeza na kama taratibu zinaruhusu, basi wananchi wangu wa kata ya Mwaseni, kama kungekuwa na utaratibu wa kuweza kwenda kuvua samaki, hii ingesaidia uchumi wetu, lakini ingesaidia vile vile uchumi wa halmashauri yetu kwa maana ya ushuru, lakini ingesaidia lishe kwa wananchi wetu. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ambalo Mheshimiwa Waziri wetu Mchengerwa na mbunge wetu amekuwa naye akilipigania kwa muda mrefu, ni barabara yetu ambayo hata mkuu wa mkoa ameigusia, kutoka eneo letu la Mloka kuelekea Utete. Barabara hii kwa masika haya yanayokuja, kwa namna ilivyo, basi itatuletea changamoto kubwa sana kwa namna sisi kuweza kusafiri. Tunajua eneo hili lipo kwenye mradi wa barabara ile ya kutoka Chalinze kwenda Utete, lakini kwa upekee wake Mheshimiwa Waziri Mkuu, basi kipande hiki kwanza cha kilomita 70 kingepewa umuhimu wa kipekee kati ya hizo kilomita 350 zilizotajwa hapa kwenye mradi huo wa kutoka Chalinze kwenda Utete. Nafikiri kwa uchache ni hayo Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kushukuru sana kwa kunipa hii nafasi. Asante sana.